Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Ninaamini unakwenda kujifunza tena kama ilivyo kawaida yetu. Utapata vitu ambavyo vitakwenda kukusaidia, kukupa uelewa mkubwa na maarifa ya kukupeleka kwenye future yako, kwenye malengo yako yale ambayo unataka kuyafanya. Leo nataka nipige story na wale ambao wanataka kuanza biashara. Leo nataka niwarudie wale ambao hawajaanza biashara, ndo kwanza wanatafuta mawazo au tayari analo wazo lakini hajaanza exactly kufanya. Kwa hiyo nitakupitisha kwenye namna ambayo nadhani ni kwa story, mfumo wa story tu. Namna ambavyo nadhani ni rahisi kuanza, na unaweza kaanza hata na shilingi 10,000. Maana kuna watu wana wasiwasi ya mitaji, kumbe shilingi 10,000 ni mtaji wa kutosha. Basi ungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kupiga story pamoja na mimi. Karibu sana. Kila unapofikiria kusafiri, unafikiria destination yako kutoka labda hapo ulipo kuelekea, tuongelee labda unatamani kuwa usafiri kutoka hapo ulipo kuelekea Dubai, au ni mtu yuko mkoani Dodoma anataka kuelekea mkoani Dar es Salaam, au uko Dar unataka kwenda Dodoma. Zote hizi ni safari, na hiyo miji ambayo nimeitaja ni destination, ni zile hatma ya kule unakotaka kuelekea. Sasa tegemea na ukubwa wa ndoto yako, na mifano hii ni sawasawa na biashara, kwamba unakuwa unaiona destination, unakuwa unaona biashara unakotaka iende. Unaweza ukawa unaiona biashara unaiona kama Dubai, au unaiona biashara kama Dodoma, au unaiona biashara kama Dar, au unaiona biashara kama Mbeya. Na tegemea na namna ambavyo mwenyewe unaiona destination, ile mwisho wa biashara yako. Sasa mara nyingi napiga story na wale ambao wanataka kuanza biashara. Huwa tunaanza biashara tukiwa na picha ya destination, kule tunakotaka iwe, namna tunavyotaka biashara yetu iwe. Hata kama ni duka, kuna picha unaanza nao, duka langu nataka mimi liwe hivi na hivi na hivi na hivi. Kama unataka kuanza huduma fulani ya mgahawa, tayari unakuwa una picha ya mgahawa ule unaotaka uwe nao. Ni destination, unakuwa unataka kuona mgahawa wako uweje. Kama unataka kutengeneza saluni ya kike, utakuwa una tayari picha ya saluni yako unataka iweje, viti vikaeje. Yaani kuna namna unakuwa na picha ile destination kule unakotaka kuelekea. Ni sawa na mtu anayetaka anasafiri kwenda Dubai, au anasafiri na kuelekea Dodoma au Mwanza, tayari anakuwa na picha ya Mwanza kule anakoelekea. Kwa hizi ni destination ambazo mtu anakuwa nazo unapofikiria wazo la biashara. Sasa nataka kupiga story hapa ni kwamba watu wengi wanapokuwa tayari wana picha ya wanakotaka kuelekea, wanadhani ndo wanaanzia kwenye destination. Wanataka waanzie hapo walipoona. Yaani kama picha yako umeona Dubai, unataka tu jikute huko Dubai. Wakati unatakiwa uanzie pale ulipo nyumbani. Yaani safari ya kuelekea Dubai inaanzia nyumbani. Inaanzia pale ulipo. Safari ya kutoka Dodoma kuja Dar au kwenda Dar es Salaam inaanzia nyumbani kwako, sio Dodoma, hata sio stendi, wala sio airport, wala sio bandarini au kwenye reli TRC. Inaanzia nyumbani kwako pale ulipo. Sasa hata safari za kibiashara, za mawazo ya biashara, huwa zinatakiwa kuanzia pale ulipo, kwa namna ulivyo. Nitaongea hii kwa mifano ya biashara ndogo ndogo ambazo mimi mwenyewe nimewahi kuanza, na mimi binafsi huwa nazifanya. Huwa ninaanza na pale nilipo. Sio story za wanaita motivational speakers, kwamba unaweza ukawa na sijui kuku yai moja akatengeneza nini na nini. Hapana. Nataka nikupeleke kwenye uhalisia mwingi sana ambao mimi binafsi nimeuishi, na ndio naoishi hadi leo. Huwa ninatamani na kuamini kwamba unatakiwa uanzie pale na level ulionayo. Hata safari hii ya kukuletea haya matangazo, kukuletea kipindi kama hiki, kuna mahali ilianzia. Leo tunaona improvement kubwa. Hata ukiangalia hii background na video zangu zilizopokuwa mwanzoni hakukuwa na hii background.
kumekuwa na improvement ya light, kumekuwa na improvement ya mabadiliko ya watu, kumekuwa na improvement nyingi. Hata kama tunazotumia zimekuwa zikibadilika kulingana na wakati, lakini tulianzia na tulichokuwa nacho wakati ule. Tulianza na kitu kidogo tulichokuwa nacho wakati ule, imekuwa ikienda kubadilika. Tena sio tulichokuwa nacho, tulianza kwa kuazima kwenda kuazima. Hata sehemu ya kurekodia tulikuwa tunasafiri tunaenda kurekodia mahali pengine ambapo angalau tunaona kuna background ya ambayo inaweza kaonekana kidogo kama studio. Lakini leo hii tunarekodia hapa, mimi ni kwangu, kila siku naona sasa niko hapa ni kama studio kwangu, kwa hiyo mimi niko hapa. Lakini haijaanzia hapa kwenye hii destination. Hii destination ya background haikuwepo. Na vitu vingi sana unavyoviona sasa hivi vinaendelea kuja tofauti na ambavyo vilikuwa mwanzoni. Kwa hiyo nimejifunza, ukiamua kuanza, tafuta tu namna ya kuanza. Sio lazima uanzie kwenye destination. Sio lazima uanzie kwenye unavyoona wazo lako. Juzi kati nilikuwa mahali nikiwa ninanyoa. Yule kinyozi wangu akawa anasema kwamba nataka nianzishe chuo cha kufundisha watu kunyoa. Hicho chuo changu nataka kiwe kina watu wanaojifunza kunyoa, watu wanaojifunza spa, yani massage, watu wanaojifunza kusuka, watu wa kike. Nataka iwe na chumba cha kujifunzia makeup, nataka kiwe na chumba cha kujifunzia eyelashes, skin care. Yani anataja vitu vyote vya kwenye treatment ya hospitality ya namna ile. Anataka aanze navyo. Kwa hiyo anasema nahitaji nipate nyumba kubwa sana ambayo itakuwa inaweza kuaccommodate vitu vyote hivi. Na tatizo langu nilionalo sasa ni hiyo hela anamtaji na kupata kwanza kukodi hiyo nyumba, lakini pili kupata viti vya kujifunzia kunyoa, alafu kupata vitanda vya kufunzia massage, kupata hiki, kupata kile. Anavyolieleza tu wazo, nilikuwa nakimsikiliza, najua kabisa hiki kitu kinaanzia kwenye destination. Anafikiria mwisho wa wazo, lakini hawazi mwanzo wa wazo. Unafikaje kwenye chuo au eneo ambalo limetapakaa kozi zote kama hizo? Ni lazima kuwe na mahali pa kuanzia. Kwa hiyo kuna watu pia wanataka kuanzisha migahawa, wanataka kuanzisha labda restaurant au kuuza chakula. Lazima ujue unaanzia wapi. Nimepata course kadhaa za watu ambao wanaulizia wanataka kuingia kwenye sekta ya tourism, sekta ya utalii. Wanataka kujishughulisha na sekta ya utalii. Sekta ya utalii ni pana sana. Sasa ni lazima uainishe ni wapi unataka kufanya kwanza specifically. Alafu ukishamaliza kuainisha uweze kufahamu kwamba unaanzia wapi. Na mimi huwa nasema unaanzia pale ulipo. Yaani usafari unaanziaga pale ulipo namna ulivyo. Sasa kuna vitu tu ambavyo huwa nimeviongea kwenye video zilizopita, lakini nabidi nikiongea kwa ajili ya msisitizo kwamba kuna vitu unatakiwa uwe navyo kama unavyotaka kuanza biashara yoyote ile au jambo lako lolote lile. Ni lazima uwe na mitaji kadhaa. Na nikiongelea mitaji, watu wanaamini kwamba mtaji ni fedha peke yake. Hapana. Niliwahi kufundisha nikasema haiba, personality peke yake inaweza ikawa ni mtaji. Na sio inaweza ikawa, ni mtaji wa kutosha. Kwa hiyo kuna watu wanatengeneza mitaji kwa ajili tu ya kutengeneza mahusiano na watu. Na mtaji unaoitwa mahusiano hauna siku utakuwa na mwisho. Uwe na biashara kubwa, uwe na biashara ndogo, uwe unataka kuanza leo, cha kwanza kabisa ni kutengeneza mahusiano na watu ambao kwenye idara au kwenye hiyo industry unataka kuingia. Kwanza wanaweza kuwa ndo wateja, mahusiano ya wateja, au ni watu ambao wameshafanya unachotaka kujifunza. Kwa hiyo wanafahamu namna na pengine hata kukubeba tu ukaenda nao hata China kama wewe ni mfanyabiashara, kwa kusaidia kwa kupeleka mpaka China, wakutambulisha kwenye masoko yao wanaonunua, na kutokea hapo mahusiano yale yakajenga biashara yako mwenyewe. Lakini anaweza tu akakupeleka eneo tu la duka lake tu akuruhusu kukaa pale, wewe unaweza kujifunza na kuona anachokifanya. Kwa hiyo unapotaka kuanza biashara ni lazima uanzie pale ulipo. Hapa nilipo sasa hivi, mtaji wangu ni nini? Kweli sina fedha. Maana mtu anawaza mimi nahitaji fedha, mimi nahitaji kile, nahitaji hiki. Nimewahi kukutana na mtu mwingine
ambaye yeye ni fundi bomba, ni plumber. Anasema mimi natafuta tenda za kwangu mwenyewe za kuanza kusupply plumbing, lakini natafuta mtaji kama milioni 100 hivi ili niweze kufungua duka la vifaa vya plumbing, ili niweze kusupply kwa watu ambao wanapata tenda kwao. Nikamwambia wewe ni plumber, wewe ni fundi bomba, unafahamiana tayari na supplier wengi sana sokoni, tayari unafahamiana nao. Hayo mahusiano yako na hao wanao supply hivyo vitu unayatumia kwa namna gani kukupatia leverage, kukupatia msingi wa kuweza kuanza unachotaka kuanza kabla hujapata hiyo milioni 100? Mahusiano yako tu na wale suppliers kama yapo na yako vizuri, kwa maana haiba yako huwa ni nzuri, unaweza kuchukua na ukarejesha, unaweza ukakopa vitu ukalipa kwa wakati. Ile haiba yako ikiwa nzuri, watu wanakuamini. Watu wanaweza kukupa hadi mtaji ambao hata hauna, kwa maana kukupa malighafi utakao kwenda kusupply kwa supplier. Na nimeona mara nyingi tu hivi vitu, siongee kwa maana kwamba ninasikiliza mahali, nimeona kwa mara nyingi na mwenyewe nimepitia. Unakwenda kusupply vitu hata hospitali wewe mwenyewe huna, lakini kwa sababu unamfahamu aliye navyo na yeye aliye navyo hana hiyo fursa, unampelekea ile fursa, mnaishare kidogo, anapata na wewe unapata, unajikuta umesupply hata tani 10 za vifaa mahali, wakati wewe hata tani 1 huna. Yale mahusiano ambayo yamejengwa kati yako wewe na supplier, yana mahusiano ulionayo kati yako wewe na mteja anayehitaji hizo vitu, mahusiano yale tu yanakupa kazi. Sasa hii iwe inaendelea hata baada ya kuwa na mtaji mkubwa. Ndio maana nadhani mahusiano kama mtaji ni muhimu kuliko fedha. Na nadiriki kusema hivyo. Mahusiano kama mtaji, yani ni muhimu kuliko mtaji ambao ni fedha. Kwa sababu huwa yanafungua milango mingi sana mahusiano. Sasa watu hawaoni kwamba mahusiano ni mtaji. Na mahusiano ili yawepo, wewe mtu ambaye hauna fedha, inatakiwa kwanza uwe sehemu ambayo inaruhusu kupokea, receptive. Uwe na haiba ambayo inaruhusu kupokea taarifa, kupokea maelekezo. Na pengine uwe unafanya kazi kama ya sisi tunaofanya tutume tu, uwe unakubali kutumwa tu. Ninafahamu watu ambao walianza kwa kutumwa kazi na mabosi wao na watu wengine, lakini baadaye kwa sababu ya kujenga ile uaminifu wa muda mrefu, wanajikuta wanaaminiwa na wanafungua biashara zao kutokana na uaminifu na uadilifu wao, kwa kujenga haiba yao tu na kujenga mahusiano. Kwa hiyo kama wewe ni unanisikiliza na unataka kuanza biashara na pengine hujui uanze vipi, na kushauri hapa, anza kwa kujenga mahusiano na watu wote kwenye mnyororo wa thamani, wale ambao wanafanya au tayari ni wateja wako baadaye kwenye hiyo industry. Tafuta namna ya kutengeneza mahusiano. Ziko namna nyingi sana, siwezi kufundisha kwenye hii video hapa nikamaliza. Namna ya kutengeneza mahusiano, lakini tengeneza mahusiano kati yako wewe na wale watu unaotaka kuwasupply hivyo vitu. Tengeneza mahusiano kati yako wewe na supplier ambao utaenda kuchukua vitu kwao. Sasa inaweza kukuhitaji miezi 6, inaweza kukuhitaji mwaka mzima ukiyatengeneza. Usipate shida, kwa sababu itakutengenezea future yako yote. Huo uvumilivu sasa wa kusema unavumilia miezi 3 unatumikishwa kwa mtu au unatumika mahali fulani kujenga mahusiano, huku ukijua future yako inaelekea wapi, unaona kama ni shida sana. Unataka uanze tu kama master. Hapa ulipo hauna mahusiano mazuri kwenye biashara. Kwa mfano, una mahusiano mazuri ya kawaida social, lakini inapokuja biashara hauna watu potential ambao wanakuwa ni marafiki zako au wako kwenye seko yako ambao wanakusaidia wewe kujenga kitu chako. Jenga kwanza network yako
jenga kwanza network yako iwe nzuri. Ukijenga network nzuri, itaanza kukupatia, utakujikuta unapata mnyororo wa thamani ule ambao kwa kawaida tu usingeupata isipokuwa kujenga mahusiano. Mahusiano mazuri huwa yanavunja minyororo ya ugumu wa matatizo. Mahusiano mazuri yanavunja kinga na minyororo migumu katika kufanya unachotaka kufanya. Kwa hiyo mimi nakushauri wewe ambao unataka kuanza sasa hivi, hebu fikiria namna nzuri ya kujenga na kuanza kutengeneza mahusiano. Ni mtaji zaidi ya mtaji ule wa fedha. Ni zaidi. Weka usikivu unapokuwa unaelekezwa. Ondosha mabishano, arguments, unapokuwa unaelekezwa. Zinasaidia kujenga mahusiano. Lakini unapopewa maelekezo unaona kama wewe ndo unasemwa au hutaki kupokea maelekezo, mtu unayemtaka kujenga naye mahusiano anaona kama unaondoka. Kwa sababu mabishano yanaua mahusiano. Hata kama mwisho wa siku utaonekana umeshinda wewe, yeyote huwa anashinda kwenye mabishano ndo huwa anaua mahusiano. Sasa ukitaka usiue mahusiano, usikubali kuingia kwenye mabishano ambayo yatakupa wewe ushindi wa aina yoyote ile. Yaani ni vizuri ukae kujenga mahusiano hata uonekane wewe ni mnyonge au mdhaifu kwa wakati fulani, lakini ukubali kuwa chini, kuwa humble. Ndio unyenyekevu wenyewe huo maana yake. Uwe mnyenyekevu kiasi cha kukubali kupokea vitu ambavyo vinajenga mahusiano yako. Ukitoka kwenye kuweza kunyenyekea, kuwa humble, unakwenda kwenye utendaji, kwamba unapoelekezwa kitu cha kufanya unafanya. Tena unafanya zaidi ya ulivyoelekezwa. Ile zaidi ndo huwa inatafutwa. Lakini ukiachiwa kazi au ukipewa kazi kufanya, ukaifanya tu kwa level ile ile ambayo angeifanya aliyekupa mahusiano au hiyo kazi, hauleti utofauti wa wewe kuwepo. Kwa hiyo ni vizuri uyatengeneze mahusiano kwa kufanya zaidi ya kawaida ya maelekezo uliyopewa. Ukifanya kitu chochote zaidi ya kawaida ya maelekezo uliyopewa, inajenga mahusiano makubwa sana na aliyekupa kazi, kwa sababu umempa thamani na thamani ya ziada yule mtu aliyekupa kazi. Sasa ile ziada ndo mtu huwa anaitafuta. Ndo sisi watu tunaitafuta. Na mtu yeyote ambaye anahitaji kujenga mahusiano na mtu mwingine kama mtaji huwa anaitafuta. Sasa itoe wewe, toa ziada yako kwenye mahusiano yako na mtu mwingine. Itajenga mahusiano mazuri. Utajikuta unapotaka kufanya chochote kile, unataka kufanya hoteli, unataka kujenga mgahawa, unataka kuuza chakula, unataka kuuza duka kutoka mahali fulani, unataka kuuza nguo za Uturuki, unataka kuuza vitu fulani, machineries, unataka kuuza electronics. Jenga mahusiano na watu wa aina hiyo. Weka muda wako hata wiki 2, 3 hadi mwezi wa kujenga mahusiano na watu kwenye eneo lile. Usikae peke yako ndani unawaza sijui nitaanzaje. Yaani duka unaliona limekamilika kabisa, destination unaiona imekamilika kabisa. Duka langu la electronics litakuwa na kompyuta za aina zote, litakuwa na makamera ya aina zote, litakuwa na simu za aina zote. Unaliona duka namna hiyo. Lakini umekaa ndani. Unawaza ukiwa kitandani, unawaza ukiwa umekaa kwenye sofa, haliwezi kuja. Utasema tu ipo siku mpaka milele. Kila siku unasema ipo siku. Acha kuanza kusema ipo siku. Nyenyuka sasa hivi, nenda kwa suppliers wa vitu kama hivyo, anza kujenga mahusiano nao. Najua hawawezi kukubali kirahisi kwa sababu hauna cha ziada. Tafuta namna ya kupeleka kitu cha ziada kwenye maisha yake. Hamna mtu ambaye hataki ziada. Hata mimi hapa toa zaidi ya ninachokipata sasa hivi, immediately unakuwa rafiki yangu. Lakini ukija ukafanya tu kawaida, wako wengi sana wanaoweza kawaida. Mahusiano na nani? Nafanyaje? Tafuta namna ya kufanya kitu ambacho kitamkamata mtu attention. Toa muda wako, maana muda kila mtu anao. Hata muda wa kunisikiliza ndio maana umeupata, kwa sababu kila mtu anao muda. Mimi nimetengeneza muda wa kurekodi hii video, muda ninao.
Uza muda wako kama mimi ninavyouzieni muda wangu huu. Tena bure. Toa muda wako. Weka thamani kwenye maisha ya mtu fulani, hapo jirani yako, nyumbani hapo, au kazini, au mahali popote. Weka thamani. Jenga mahusiano. Huu ni mtaji mkubwa sana kwa Afrika, ambako hakuna mifumo ya kibenki inayoweza kukopesha startups. Mifumo yetu sisi ya kibenki, ya finance na nini, bado ndio inachipukia kuanza kutambua startups, watu ambao wanaanza kwa mawazo. Tutafika. Lakini kwa sasa mtaji wetu mkubwa ni mahusiano. Baina ya mimi na wewe, wewe na yule, yule na yule. Ukicheza na mahusiano yako yale jinsi yalivyo, ni mtaji tosha wa kukusaidia kuanza eneo fulani. Na kama tayari sasa hivi hauko connected na ndoto yako, yani ndoto yako unayoiwaza, hauna watu wanaokuzunguka ambao tayari ni suppliers au ni watu kwenye hilo eneo, anza kujenga mahusiano na watu wapya kabisa 2025 ambao watakupa leverage, watakupa advantage kwenye maisha yako baadaye kulingana na kile unachotaka kukifanya. Na huwa unaanza kujenga mahusiano kwa kujitoa, sio kwa kupokea. Sasa shida ni pale unapomfuata mtu, unataka kujenga naye mahusiano, alafu unataka yeye akupe mtaji, unataka akupe, atataka akupe, unataka akupe. Yaani ndio umeenda tu kwa mtu, unaanza kumwambia nataka nifanye hivi, nataka nipate. No, mimi sijaje hapa kutoa. Lakini ukienda kwa kutoa, kila mtu anafurahia kupokea. Hata awe nani, tajiri unayemjua duniani, yoyote yule namba 1, hata Tanzania, wataje waweke hapo majina yao, wanatamani kupokea. Hata ukimpelekea peni kama hii, anaona thamani. Haijalishi na utajiri wake. Kupokea huwa sio shida. Shida ni kutoa. Sasa kwa sababu unajua kabisa hauna kingine zaidi ya kutoa mahusiano na muda wako, toa mahusiano na muda wako. Acha unayemfuata apokee tu. Sijasema uje kwangu niombe mtaji, sijasema uje kwangu niombe hiki, uniombe, wewe unakuja kwangu kuniombe. Mimi sina cha kukupa. Ila na mimi nahitaji kupokea. Kwa hiyo tafuta kitu kingine ambacho wewe utafanya kitakachonipa mimi thamani, ambayo utasema umekuja na thamani. Kuna kitu kilikuwa kinapungua kwenye setup yangu hapa, umekiongeza. Unatakiwa ni kuongeza kwenye timu ya hawa watu ambao hapa wanaonisikiliza sasa hivi. Kwa sababu thamani yako inaongeza thamani kwenye production yangu. Kwa jitahidini sana, unanisikiliza, tengeneza thamani ya mahusiano, tengeneza mahusiano ambayo wewe ndo unakuwa mtoaji. Alafu yule unayemfuata kwa kujengeneza mahusiano awe mpokeaji mwanzoni. Baadaye ataanza kukupatia. Atakupa vifaa, atakupa mtaji, atakupa kitu kingine kupitia material. Lakini atakupa eventually. Sasa hiyo eventually sasa, yani kusubiri sasa ifike hiyo baadaye, ndo watu wengi hawako tayari. Anataka mtu anzie kwenye destination. Yani aanzie Dubai, anyanyuke tu hivi ajikute huko Dubai. Haiwezekani, lazima utokee hapo nyumbani. Lazima utokee hapo sokoni, lazima utokee hotelini, lazima utokee mahali ulipo ili uanze kwenda airport. Tena ikiwezekana hata unaenda na pikipiki, alafu unaenda Dubai. Ukifika airport sasa, unapanda ndege, haijalishi umefikaje. Lakini umeweza kutoka nyumbani hata na pikipiki. Sasa watu wengine wanashindwa kujua kwamba unaanzia pale ulipo, unatoka na ulichonacho pale. Kama ni pikipiki unanyanyuka nao. Ili mradi destination yako ni Dubai, utafika kule. Lakini kuna mahusiano ya kutengeneza hapa na mwenye pikipiki, dereva bodaboda, toyo. Utaenda naye, atafika mahali atakuacha, labda atachukua taxi, atafika mahali atakuacha, ndo utapanda ndege, utafika mahali atakuacha, utapanda tena taxi, utaenda tena hotelini. Yani mzunguko huo ni lazima uendelee kwenye maisha. Na hata kwenye biashara ni hivyo hivyo. Weka hiyo picha kwenye biashara yako unataka kuanza, kwamba ni lazima uanze pale ulipo. Pale ulipo. Mimi ninafanya biashara ya kuuza kisamvu, jamani. Nafanya biashara ya kuuza kisamvu. Madukani, supermarket, nauza kisamvu ambacho kimeandaliwa vizuri na kimekuwa marinated vizuri, kimelainishwa vizuri. Ni dakika 10 tu unakula kisamvu. Kinaitwa aromatic. Ukienda supermarket au mini supermarket zote Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Kilimanjaro, Moshi, Mtwara, utakuta kisamvu cha aromatic kipo madukani. Lakini sikuanza kufika mikoa yote hiyo nayokutajia
overnight. Nilianza kwanza kutengeneza mahusiano kati yangu mimi na wanaolima kisamvu. Mimi silimi kisamvu, lakini nikaanza kutengeneza mahusiano na wale watu ambao wana mashamba ya muhogo, wana mashamba ya mpira, ule ambao unazalisha kisamvu. Nilipopata wale, nikawa na mahusiano na watu ambao wanajua kuchuma kisamvu, kukichambua, kutoa kila kitu, mchanga wote utoke na kuoshwa vizuri, na baadaye nikawa na mahusiano na mashine inayoweza kusaga kisamvu. Kwa hiyo naweza nikapiga tu simu sasa hivi, nahitaji kilo 100, mafungu 20, mafungu 50. Kuna watu tayari kule wanakuchumia, wanakuandalia, yanakuja yameshaandaliwa mpaka nakufikia. Sasa mtaji wa kuanza kuuza kisamvu, sidhani hata kama unahitaji hata 100,000. Sidhani. 20,000 ukienda kupewa majani ya kisamvu 20,000, ndugu yangu, ni mengi sana. Lakini kuna mtu yuko hapa anawaza mtaji sina na 20,000 anao mfukoni. Hataki kutengeneza tu mahusiano tu na dereva toyo, mahusiano tu na muuza kisamvu au mchuma kisamvu. Ni lazima utengeneze mahusiano yanayozunguka industry ile uliyopo. Mimi sasa hivi ukiniuliza kisamvu kinapatikana wapi kwa wingi Tanzania, nitakwambia kinapatikana wapi. Wewe unayesikiliza hujui kwa sababu una mahusiano na hao watu. Mimi na mahusiano na watu wote, misimu yote najua. Sasa hivi msimu uko chini, sasa hivi msimu uko juu. Nauza njegere, sasa hivi njegere zimeadimika. Nafahamu. Wewe ambaye hauna mahusiano huwezi kujua. Lakini utakuwa unawaza tu nataka nje supermarket yangu ya kuuza kisamvu. Unafikiria supermarket. Wakati kumbe tu unatakiwa uwe na mahusiano na mkulima wa muhogo, wa mpira, ili akupe tu kisamvu, majani tu ya miogo au ya mpira. Nikisema mpira sio la kucheza, kuna mti unaitwa mpira. Usije ukafikiri naongelea mpira football au the ball. Hapana, ni mti unaitwa mpira unaozaa kisamvu kama mboga. Cassava leaves, Dodoma, Karatu, tupo huko. Kilimanjaro, Mtwara, tupo aromatic tunauza. Lakini hatujanyuka siku moja tukawa kwenye destination hiyo. Tumeanza na supermarket ya kwanza, tukatengeneza nao mahusiano, tukasupply supermarket ya kwanza, wakatukubali. Tukapata verification kwamba tuko supermarket fulani. Tukimfuata mwingine tunamwambia, tunaomba tukupatie, mbona mwenzio fulani amechukua? Nileteni 2 nijaribu. Mnamletea 2, mkiweka pale vinaisha, anatoa order, nileteni 10. Ukishaona umempa huyu, unamfuata na mwingine, una proof kwamba nimeshampa fulani na fulani na fulani. Kwa nini wewe hutaki kuchukua? Ni kweli amechukua fulani, ndio. Basi na mimi niletee kama 5. Mahusiano wanaweza kujua. Sasa kama wewe unakula vizuri, unapenda chakula kizuri, unapenda mboga nzuri, usiache kununua aromatic. Lazima nijiuzie product yangu mwenyewe video hii. Lakini kuna mahusiano tumeshayatengeneza kati ya sisi na wanaouza kwenye supermarket, mini supermarket, mahusiano na wanaosafirisha kupeleka mahali huko, Morogoro ukitaka pia tupo. Kila mahali ambako tumefika tumefanya kwa mahusiano kwanza. Ndio mtaji mkubwa. Alafu kidogo kidogo wanakulipa, unapanua. Kidogo kidogo wanakulipa, unapanua. Kidogo kidogo wanakulipa, unapanuka. Mpaka tutakapokuwa tumeifikia ile ndoto yetu tunayoitaka, sio leo. Tutachukua hata miaka 3, 5, 4, hata 10. Tunaishi. Lakini siwezi kuanzia safari kwenye destination. Safari inaanzia hapa nilipo. Kwa hiyo na mahusiano yangu na hali yangu ya sasa ndio inaniambia nianze vipi. Kwa kila mtu na industry yake. Inawezekana unawaza sasa mimi nitaanzaje? Labda utafuta ushauri watu kama sisi, tusimulie tu kwamba unataka kufanya nini, ili nikusaidie kujua kwa hicho unachotaka kufanya ni lazima uanzie tu hapa. Maana kuna watu tu hawajui pa kuanzia.
Lakini ndio video hii nimetengeneza kusaidia kujua kwamba unaweza kaanzia hapo ulipo na ulicho nacho. Sasa nasema hapa nilipo mimi mbona usioni? Nimesema tengeneza mahusiano na watu ambao wanafanya hicho kitu unachotaka kukifanya, au ni wateja, ni walaji wa hiyo huduma unayotaka kuifanya. Anza na mtu mmoja tu, huwa haianzi na watu wengi. Tatizo wewe unawaza tayari destination kwamba nataka niwe na watu 20, niwe na 50, na mimi nifike wapi? Unaona haya masala mahitaji mikoa yote hiyo. Hatukuanzia huko. Tulianza mahusiano yetu na mtu mmoja tu ambaye labda yana supermarket 4. Lakini mtu mmoja. Bwana, tukaanza mahusiano, tunaomba tusaidie maana tuweke supermarket kwako. Tunaweka tu. Ukiuza ndo utatulipa. Na nini. Tunaanza mahusiano hivyo mdogo mmoja. Akakubali, akikubali. Tayari ana supermarket 4. Kwa hiyo akikubali yeye mtu mmoja yule, mahusiano akikubali akitiki. Na sio mara moja kumfuata. Unamfuata, unatoa, ngoja kuletea kisamvu cha kuonja. Naomba uonje kwanza, hebu pika nyumbani kwako ukione kisamvu kilivyo. Unampelekea kisamvu, pakiti nzuri 3, 4 nyumbani kwake bila kulipa. Unatoa kwanza. Hapo mimi natengeneza mahusiano. Anapika, unamfuatilia feedback. Vipi? Kisamvu kilikuwa kizuri? Kizuri sana. Unaonaje kama tukiweka sasa supermarket zako au dukani kwako? Anasema pale dukani, hebu subiri kwanza. Naambia sawa. Tasubiri. Unauliza, kile kisamvu kimeisha kuletea kingine? Anasema bado kipo. Basi kikisha tu niambie basi nikuongezee kingine. Ghafla anakuambia, hebu lete pisi 5 tuone. Tujaribu. Unampelekea pisi 5, anaweka, anajaribu. Ghafla vinaisha. Anasema vimeisha bwana. Ongeza 10. Unaongeza 10, vimeisha. Na unaenda kwa mwingine na unamwambia bwana, mimi namsupply fulani kitu hiki. Kama unataka kujaribu, kajaribu kimoja hiki hapa uone. Anakwenda anajaribu, anafanya, anaona, anathibitisha kwamba tayari uko kwa mtu fulani. Anasema na mimi naomba. Wanafika 2, wanakuwa 3, wanakuwa 4, mwisho wa siku mikoa. Baada ya miaka, baada ya muda. Lakini ukianzia picha kwamba nataka ni supply kitu Mwanza, Kagera, wapi, yani unataka uanzie huko. Huwezi kuanza. Kwa hiyo watu wengi inawezekana wameshikiliwa na jinsi ya kuanza kwa sababu unataka kuanzia kwenye destination. Yani unakwenda Dodoma, unataka uanzie Dodoma, unaanzia nyumbani kwako hapo ulipo. Unaenda SGR, unataka kuanzia SGR, unaanzia nyumbani kwako hapo ulipo ndo unafika SGR. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kwamba unapotaka kuanza biashara, anza na hatua ndogo hapo ulipo. Yawezekana hata ikawa sio hatua ya biashara, lakini inakudengea mahusiano na msingi wa biashara unataka kuja kufanya. Sio lazima uanze moja kwa moja na hicho kitu unachotaka kufikiri kufanya. Sio lazima uanze moja kwa moja. Unaweza ukapita njia nyingine kabisa ukajikuta uko pale pale. Mwisho wa siku unataka kuwa graphic designer mzuri. Watu wanatafuta graphic designer sana tu, lakini hawapatikani. Mimi ni mmoja wao, hawapatikani. Lakini kuna watu wanafanya kidogo tu wanajua ni graphic designer, akija ukimuuliza maswali mawili hawezi. Kwa sababu lakini kuna mtu mmoja ana kazi mpaka hata hana nafasi. Sasa hakuna mtu anajenga mahusiano naye. Wanamuogopa. Watu wote wanamuona kama fulani anajua. Alafu wanamwangalia tu huko juu anakojua. Hawataki kwenda kujenga mahusiano naye waweze kuiba na kupata ule ujuzi. Na maanisha wizi wa ujuzi, sio wizi wa fedha. Kwenda kujifunza na maanisha kuweza kufahamu vizuri kwamba kwa nini huyu mtu anafanya vizuri kwenye graphic design hapa. Hebu nikae chini yake miezi 6, nikubali kutumwa hata bure. Anipe kazi zake nizifanya, anikosoe. Anielekeze namna nzuri ya kufanya. Mwisho wa siku na mimi niwe mahiri kwenye fanya graphic. Sasa mtu kutoa huo muda, atakaa miaka 5 bila cha kufanya, lakini hayuko tayari kutoa mwezi mmoja kwenda kukaa kwa mtu. Lakini wewe hivi anavyonisikiliza, ana miaka 5, hajawahi kufanya chochote. Hicho alichokuwa anataka kufanya hakijafanyika. Lakini kumwambia toa miezi 3. Fanya unachofanya, toa miezi yako 3 kakae chini ya mtu ujifunze. Hayuko tayari. Ni njia nyingine ya kukupeleka unakotaka. Tengeneza mahusiano yanayokupa taaluma na uweledi unachotaka kufanya. Tengeneza connection, tengeneza network. Ukikaa pale kwa yule mtu,
Utashangaa wateja wa ukweli kabisa wanakuja na unawafahamu. Hata siku ukitoka una watu wa kuwapigia simu. Bwana nishatoka kwa fulani bwana, mimi nafanya kitu kama kile kile. Unaweza kutengenezea wateja kwangu. Kwa kukaa tu hapa, wateja wangu wale ukawa unahudumia wewe, utaanza kuwafahamu. Ukikaa mwaka mzima hapa, hata ukitoka hauwezi kutoka bure. Wapo tu 2 3 watakufuata. Unapata kwenda kukubeba wakati wa kwanza. Kuliko unaenda kuanza kutoka nyumbani kwako. Hakujui mtu, hauna profile yoyote. Ndio umetoka chuo umesomea, lakini huna profile yoyote, unaenda kuanza. Ndio siku hizi kuna social media zitakusaidia kukubeba pengine. Nategemeana na uwezo wako pia kwenye hilo eneo. Sikatae. Hakuna njia moja kwenye mafanikio. Lakini ili mradi ufanye kitu kinachokunyanyua kutoka kwenye hatua ulionayo kwenda kwenye hatua ile kubwa ile unayoitaka. Lakini uanzie hapa ulipo. Sasa inawezekana nimesema isiwe moja kwa moja ukaanza unachotaka kufanya. Inaweza kukupitisha njia nyingine ukaenda kuna inapokafika. Kuna watu ambao leo hii wana PhD lakini form 6 walifeli. Wakaenda certificate, wakapita njia nyingine. Wakatoka kule wakapata advanced certificate, akaenda degree, akaenda masters, akasoma PhD. Kuna watu na PhD ni form 4. Hawajafika hata hiyo advanced yenyewe. Amemaliza form 4, akaenda kapiga diploma. Ametoka diploma akaenda degree, ametoka degree akaenda masters, ametoka masters akaenda PhD. Sasa njia sio ile moja tu ya kwamba lazima utoke form 4 uende form 6, uende chuo kikuu, degree ya kwanza, degree ya pili, PhD. Hapana, sio njia moja. Kwenye biashara pia kupo hivyo hivyo. Ukitaka kuanza kitu sio lazima uwe straight line. Inaweza kawa inapatakuwa upite kwingine. Tafakari tu kwamba hiki ninachotaka kukifanya kwa mazingira haya ninaweza kuanza moja kwa moja au nipite huku kwanza alafu ndo nitakuja hapa baadaye. Destination ni PhD, destination ni Dubai. Wote mtafika. Mwingine ataruka Dar es Salaam moja kwa moja Dubai, mwingine atapita Qatar, mwingine atapita Oman, mwingine Uturuki, lakini wote mtafika Dubai. Kuna kuchelewa, kuna utofautisha, lakini destination ile ile. Kwenye biashara pia ni hivyo. Hatua tu za makusudi za kufanywa zinataka zifanywe. Tuache kusema, tufanye kwa vitendo. Yaani hiki ninachokiongea hapa, nyenyuka sasa hivi, anza kukipractice kwa vitendo. Na mtu mmoja tu, uone mabadiliko yako ndani ya miezi 3 ijayo. Kikubwa tu wewe unatambua kwamba unatakiwa ufanye nini. Tatizo kubwa sana labda ni kwa mtu ambaye sasa hata hajui nini afanye. Huyo tutamsaidia siku nyingine. Lakini kwa leo naongea wale startups, wale ambao wanataka kuanza kitu, alafu ameshindwa kujua aanze vipi. Ndio hichi ninachokiongea hapa tangu mwanzo wa video hii mpaka sasa. Kwa naamini kabisa umepata kitu cha maana hapa na umepata kitu kizuri. Anza namna ulivyo, tafuta njia ya kuanza, jenga mahusiano, tengeneza haiba yako iweze kuaminiwa, watu wa kuamini, utapata flow, utapata network nzuri ambayo itakuletea net worth, ambayo itakuletea utajiri baadaye. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana kwenye video inayofuata.